Tukizungumzia Tanzania, asali ya Tanzania, tunazungumzia Afrika. Kwa hiyo kuna fursa ambayo currently kwenye masoko ya kitaifa kuna ongezeko la uhitaji mkubwa wa asali hai, organic honey, ambayo ukizungumzia Tanzania, kwa sababu ufugaji wetu mkubwa unafanyika kwenye misitu ya asili, kwenye hifadhi ambapo hawaruhusu hata shughuli zingine za kilimo. Kwa hiyo probably hii inatusaidia Tanzania kuzalisha asali hai. Sasa mahitaji ya hii asali kwenye masoko ya dunia ni makubwa. Demand au customer walaji wanakuwa wanahitaji asali hai, ambayo ndio inawathibitishia usalama wa ile asali kwenye kuitumia. Sasa hii ni potential kwetu kwa Tanzania, hata tunapokuwa tunatafuta masoko ya asali. Maana yake ukiwaambia sisi ufugaji wetu tunaofanyia kwenye misitu au hifadhi maalum kwa ajili ya ufugaji, hapo kidogo unakuwa umewashawishi. Na kitu kingine ambao naita ni fursa pia, kuna katika mataifa makubwa ambayo ni wazalishaji wa asali, sitazitaja, haya mataifa makubwa kwenye export kupeleka mfano kwenye nchi za Europe, haya mataifa yameshaanza kupoteza uaminifu kiasi kwamba masoko yake hayawaamini tena. Sasa kwa Tanzania au Afrika ni fursa kwetu. Ni fursa kwa sababu asali yetu ni natural, asali yetu ni yenyewe kwa lugha nyepesi. Haya mataifa makubwa ambayo yamekuwa yakisafirisha nje kwenye mataifa kama Ulaya, Ujerumani, wapi, asali zao kidogo zimeanza kutiliwa mashaka, kwa sababu sasa hizi kuna zile asali za kimaabara zaidi, sio asali halisi. Sasa hii kwetu Tanzania inasifika kutoa asali yenyewe kwa sababu tuna wafugaji na tunafugia kwenye misitu yetu ya asili. Sasa hii kwetu ni fursa katika kuitangaza asali ya Tanzania na sekta kwa ujumla. Lakini fursa nyingine, Afrika kwa ujumla inafahamika kama ni bara la uzalishaji wa chakula. Sasa Afrika, nikizungumzia Tanzania, ni nchi ya pili kwa uzalishaji wa asali Afrika. Kwa hiyo ni moja ya eneo ambalo masoko makubwa yanaangalia kusource au kupata asali. Kwa hiyo hata wao kule wanakuta wanaangalia Afrika ni nchi gani ambayo naweza nikapata asali nzuri, ikiwa Afrika ni sehemu salama ya kupata chakula salama. Sasa katika hizo fursa kuna changamoto zake pia katika kuendea haya masoko. Baadhi ya changamoto, mention tu baadhi ya changamoto. Bado Tanzania tuna kwenye export lazima kuna kitu kinaitwa traceability, hasa ya masoko ya Ulaya. Wenzetu wateja wengi wa asali currently tuaende kununua asali kwa sababu anataka asali. Mwingine anaenda kununua asali kwa sababu anataka aone, nikinunua hii asali nimemsaidia mama yuko kule Tabora vijijini, nimemsaidia mjane yuko kule, nimemsaidia kijana ambaye kajiajiri kule. Sasa ata confirm vipi au atajuaje hivyo? Lazima kuwe na system ufuatiliaji. Lakini si system tu hii, system hii ndio inatoa ile tunasema quality control, kwamba mlaji anataka ajue hii asali ambayo anaenda kuinunua imepitia hatua zipi, kwamba imetoka kwa nani, shambani ilitoka vipi, mpaka hapa UK imefikiaje. Umeona? Sasa anapoinunua anataka aone kumbe dola yangu 20 niliyoitoa imemsaidia mama yuko kule Tabora vijijini. Anafurahi na dakika 5. Asante. Changamoto zao ni miundombinu yetu ya uzalishaji, kwenye uzalishaji kuanzia kule ufugaji, usafirishaji, bado haiendani na demand ya haya masoko makubwa. Kwa sababu demand unakuta inahitaji vitu professional, lakini sisi wazalishaji, wachakataji, wasafirishaji bado hatuko kwenye mifumo hiyo. Kwa hiyo hii ni changamoto ambayo tunaendelea kuzifanyia kazi. Lakini hicho zingine ni certification, au zetu wanataka uwe certified organic
na kitu ambacho ni gharama. Kwa hiyo wadau wetu wapo ambao tunashirikiana nao na serikali iko sambamba na wadau kuhakikisha asali yetu inakuwa satisfied. Lakini nyingine ni lack of market information. Hapa Tanzania bado hakuna taarifa sahihi. Tanzania bado hatuna taarifa sahihi za uhitaji, masoko yanahitaji nini. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi kama wadau kufanya research. Naona kule kuna Tantrade huwa wana taarifa kwamba soko hili linahitaji kitu gani. Lakini pia kuna mchakato. Hii michakato ya usafirishaji kuna procedure nyingi kidogo ambazo wadau wetu kupitia mradi wa DEVAC na serikali kuna hatua ameshazifanya tu kupunguza mchakato wa usafirishaji. Hatua kuna mamlaka mengi sana ambazo tunatakiwa kupitia ili uexport asali, kiasi kwamba hii pia ni changamoto. Kwa hiyo lazima uwe na information nyingi. Tolee mfano, kuna kitu kinaitwa REX number na original certificate. Kwa Europe ukiwa na REX number unahitaji kuwa na certificate of origin. Lakini kwenye export kuna mamlaka, ukikuta huna ile, kwa mfano kama unapeleka Europe, ukikuta huna certificate of origin bado wanahitaji, wanaidemand. Lakini kumbe una REX. Sasa hizi information bado sisi wadau tunatakiwa wanazo kuzitafuta. Kwa kumalizia upande wa namna ambapo tunaweza kupiga hatua kwenye hizo changamoto, cha kwanza kuwa na ushirikiano kuanzia kwa mfugaji, yani mzalishaji, mpaka sisi huku madila au maexporter. Hii itasaidia kurahisisha zile nisema traceability, kwamba nijue asali yangu anaizalisha nani, amezalisha lini. Kwa hiyo hii ninapo peleka kuna asali yangu, kwa bahati nzuri nitoe mfano mimi mwenyewe, wateja wangu wanapenda kutumia brandi za huku Tanzania. Wana brandi labda Kilimanjaro, brandi Miombo. Kwa hiyo wanataka waonyeshe hii asali mtu akitrace amuone yule mfugaji aliyezalisha kule Kibondo, kwamba kumbe hii asali nikinunua namsaidia huyu mzee hapa au huyu mama, atakuwa benefit na mimi kutumia hii asali. Kwa hiyo ushirikiano ni vitu vya msingi, lakini tuboreshe pia teknolojia zetu katika uzalishaji. Teknolojia tunazozitumia kama nilivyosema bado haziendani na demand ya masoko. Tolee mfano soko jipya la China lina vitu vingi sana vinahitaji, kuanzia kwa mfugaji. Kama mimi na masoko ya China, lakini nakwama kwa sababu kuna vitu huku kwa mfugaji haviko sawa, kuna vitu kwa mchakataji pia haviko sawa. Kwa hiyo vinanifanya nishindwe kulifikia lile soko. Na kitu cha mwisho pia ni tuboreshe au tuwekeze pia kwenye branding. Juzi tulikuwa Saudi Arabia, wenzetu kule wakija ukiwaambia hii ni Miombo Honey, hawaelewi nothing they know about, hawaelewi chochote kuhusiana na Miombo. Wanakuuliza Sidri au Manuka. Umeona? Kwa hiyo hii tujitahidi sana serikali na sisi wadau kubrand, tutafute brand iconic, brand ambayo inaweza ikawa brand asali ya Tanzania, tukaishikilia kama bango, kama ni Miombo Honey kule itatusaidia. Kwa hiyo kwa kusema hayo, nashukuru sana. Asante sana mtaalamu wetu.